Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunaendelea na kama ilivyokuwa ada katika masomo yetu ya kufundishana kuhusiana na utafiti na tiba asilia, mambo ya virutubisho na lishe na mambo ya mimea tiba, ni namna gani mtu anaweza kujitibu na kujisaidia wewe mwenyewe. Lakini leo tuko na Dr. Hamza Majombo pamoja na Dr. Kibali tukizungumzia hasa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, maana tatizo limezidi kushika hatamu, kwa maana limepamba moto kila kukicha, limekuwa likiongezeka. Lakini mbaya zaidi, matabibu wamekuwa wakiongezeka na wauza dawa pia wamekuwa wakiongezeka, lakini tatizo limekuwa halipungui na limekuwa likishamili. Je, swali ni kwamba kwenye upande wa upungufu na nguvu za kiume, upungufu nguvu za kiume, kuna fursa ya kuwavutia watu kuingia kuuza dawa? Sawa sawa. Au nini sababu inapelekea tatizo lizidi kushamili na matabibu wazidi kushamili na wauza dawa wazidi kushamili na pasi ya tatizo bila kupungua? Kwa tutaanza na mada hii kwa kumsikiliza Dr. Hamza Majombo akitufafanulia nini hasa chanzo cha kupelekea tatizo hili kushamili pasi ya kuwa na kushuka. Maana kila mtu unamuona leo hii anatangaza anasema dawa yake ni ya ukweli na dawa yake ni ya uhakika. Na ukiangalia kama serikali imetangaza dawa takriban aina 5 ambazo zilizosajiliwa na wameziona zenye kufaa zaidi, lakini tatizo bado sio pale limezidi kuwa zaidi ya pale. Maana kusema liko pale pale, liko pale pale ulipoacha, kwa limezidi kuwepo juu. Hebu kushamili. Tumsikie Dr. Hamza Majombo, tuanze naye. Karibu. Kwanza Profesa Kashaga, umesema tunajadili kuhusu upungufu wa nguvu za kiume. Ndio mada husika. Upungufu tu wa nguvu za kiume, sio tatizo la nguvu za kiume. Maana kuna vitu viwili hapo. Kuna mtu kawa amepungukiwa na nguvu za kiume, lakini kuna mtu hana kabisa nguvu za kiume. Je, hapo vipi? Hapo hujui kiasili kwa mtu anaozungumziwa hana nguvu za kiume ni hanithi. Ni hanithi kama ambao ni wachache katika jamii. Alafu ambao pia hawa uza dawa hawalengi watu wao. Kwa wengi wanaohangaika hawa zimepungua au waishia. Kwa hawa ni wachache sana wenye mtu alioishiwa nguvu kabisa za kiume. Tutawagusia, lakini ni wachache sana na wengine wameshajikatia tamaa. Ndio. Kiufupi, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, kusema tulitolee maelezo mafupi. Kwanza, nguvu za kiume ni kitu gani? Ndio. Haswa kwa sababu hiki ndio kitu ambacho tunafanyaje? Tunadili nacho. Nguvu za kiume unaweza kulidefine au unaweza kulielezea kimtazamo tofauti. Sawa? Kwa maana nyingi. Una maana nyingi sana. Kwanza, maana ya kwanza unaweza kusema ni uwezo wa mwanaume yani ni hali ya mwanaume kutoweza kushiriki tendo la ndoa kikamilifu. Moja. Au mapungufu katika kushiriki tendo la ufanisi wa tendo. Lakini pia ni uwezo wa kushindwa kumridhisha mwanamke. Sio, tunaelewana vizuri hapo? Ndio. Haya, hizi zote ni maana za nini? Lakini hii hapa hiyo tabibu hiyo ya kumridhisha kidogo watu wanaitia dosari. Ndio. Kwa sababu ya kwamba yahitajia taaluma. Unaweza kukuta mtu ana nguvu anazo, lakini sasa elimu ya kuliendea lile tendo ndo anakuwa ana ile kampanda pale kama trekta. Ndio. Kaanza kazi. Sawa. Ukirudi huku kwenye, nadhani tutafikia huko kwenye matatizo hayo, visababishi vya hayo, pia na elimu imo. Hakika. Kwa hiyo mtu kama hana elimu ya kuweza kumridhisha mkewe, naye ana upungufu bado wa nini? Wa nguvu za kiume. Kwa sababu nguvu za kiume tumesema hazina maana moja wala hazina maana halisi. Na vyanzo ni vingi. Ni tofauti. Mimi katika maelezo yao nimegundua kitu kimoja cha msingi sana katika kwamba hivi unafahamu kipimo kinachopima mapungufu wa nguvu za kiume? Kipo. Sikifahamu. Wewe umepesi katika kujibu dokta. Kipo. Kiko wapi? Mwanamke. Ndio, yaani kumbe wewe unashagundua katika maelezo uliyotoa hapo, nimeelewa kwa sababu gani? Ni kigunduzi sasa Kumbe wewe kama mimi binafsi siwezi kujitosheleza nikasema mimi na nguvu za kiume. Siwezi. Mpaka uingie ulingoni. Mpaka nikapimwe. Kwa mwanamke ndio kipimo yeye ndio utapata jibu. Mimi aje kwa sitokee mtu akasema yeye mwenyewe binafsi bila tuendelee hapo ndio. Sawa. Kwa hiyo kiujumla hili ni tatizo ambalo tuseme limekumba Tanzania tu, ni dunia nzima. Kwa sababu sio wafanyabiashara, tunauza dawa hadi Ulaya, Marekani, Brazil na wapi. Sawa? Hili tatizo kwa nini limeshamiri? Kwa sababu wanasema limeshika hatamu. Katika notes ambayo nilisoma mwaka jana, nafikiri mwishoni, nasema ni 60%. Umeona? Wanaume wa dunia nzima. 60 ndio
Naona sasa. Na janga hili 40 ndio wamesalimika. Simama watu 100 pale, watu 60 wote ni majanga. Kwa maana unaona imeibuka vitu 10 kwa 6 hiyo. Alkasusu. Alkasusu hizi watu wanapiga kama hawana akili. Juisi ile ya 4G, juisi ya 4G, juisi ya tende nini? Mixa maziwa. Umeona mundende, puturu, mixa mkongo. Sawa Yaani vitu vya ajabu vimezuka. Kwa sababu gani? Ili ni tatizo kubwa. Na ni janga. Utakapouliza watu watatu, mtu atakwambia na mimi mwenyewe nalo niko huko. Au utakapiga story basi utakuta kuna mtu anaguna. Lazima afanye nini? Wanasema anakuwa mkeleketo. Mimi kutokana na tafiti zangu binafsi naona limekuwa sugu kwa sababu linajumuisha maisha yote kiujumla. Yaani linajumuisha mfumo wako mzima wa maisha. Ukiwa na mfumo mzima mbovu, basi kwenye hili tatizo hutokosa. Sio, tunaelewana vizuri? Nadhani tutakapofika kwenye kutaja sababu na nini watu wataona kwamba kumbe kuna vitu, mfano msongo wa mawazo, lishe, sijui vitu gani. Utaona kwamba ni jamii nzima au ni ule mfumo mzima unaofanyaje unaokuzunguka. Sijui tunaelewana vizuri hapo? Tuko pamoja. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi nimekigundua kwenye hili swala la nini, kule huku tunaita nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Wenzetu kule wanasema ED. Unaita ED, erectile dysfunction. Sasa mnapofahamu hao katika baadhi ya noti zao za erectile dysfunction wanachokusudia kwamba ndio ile mada yako ya mwanzo, ukosefu sawa kabisa. Lakini sasa wakisema dysfunction tayari wameshaongelea mapungufu. Wakisema non function manake haifanyi kazi kabisa. Wakisema malfunction manake tena umeona kitu hicho. Kwa hiyo hapo wenyewe wameweka dysfunction ili kwamba haifanyi kazi vizuri. Yaani kuna upungufu fulani. Japo kichwa kikubwa watu wanabebeaga kwamba ni kule kutokuwa na nguvu moja kwa moja. Umeona? Lakini tunavyolalamika huku tatizo la tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, wanalalamika kule tatizo la nini? La ED. Erectile dysfunction. Na wanajua kitu kikubwa kwenye upungufu wa nguvu za kiume wao wanachukulia kwamba ni uume kutosimama vizuri. Ndio wanachukulia hivyo. Kwa nadhani maana nyingine tutazitoa tukiwa tunaendelea na baadhi ya vitu ili tusipoteze muda. Ndio. Kwa hiyo narudi kwako Profesa Kashaga. Kwa hapo nafikiri tutaangalia sehemu ya kwanza hiyo, tumepata faida. Kwa unaingia katika sehemu ya pili, je, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume linasababishwa na nini? Kwa hiyo tutarudi kwako Dr. Hamza Majombo hapo zitaje kwa haraka tatizo hizo ili tuweze kuangalia dalili sasa. Je, tatizo vyanzo ndio inakuwaje? Mtu anaweza kawa haelewi yani imekuwaje hali imemkuta. Maana wengi wanasema mimi katika watu wote unakutana nao wanasema yeye nyuma alikuwa iko vizuri. Isipokuwa labda wale ambao waliingia kwenye majanga afu wakaoa, lakini katika wengi watu wazima wanakili mimi nyuma nilikuwa niko vizuri. Sasa je, nini kilitokea mpaka nguvu zao zikapungua au mpaka akajua kama nguvu zimepungua? Hebu tuelewane vizuri hapa. Sasa mpaka zikapungua. Kuna dalili za upungufu wa nguvu za kiume. Si ndio? Ndio hizi tunazoongelea. Tunazungumzia chanzo cha upungufu, yani kilichompelekea kupungukiwa na nguvu za kiume. Nikajua dalili sasa. Kuna dalili tunazungumzia ile viashiria vinavyoashiria yeye amepungukiwa. Sawa? Vitu vinavyosababisha mtu awe na upungufu wa nguvu za kiume vipo vingi sana. Visababishi tunasema. Namba moja kabisa mimi kwa upande wangu mimi ambayo imeshika kasi kwa upande wetu, kwa sababu hapa tunaangalia jamii zote kweli, wakubwa na wadogo, lakini watu ambao tunalenga sana ni vijana, sababu tukiingilia kule kwenye wazee utakuta visababishi vyao umri umehusika. Namba moja kwangu mimi ni tatizo zima la masturbation. Ndio. Sio, tunaelewana vizuri? Ndio. Tatizo zima la kufanya masturbation. Namba mbili nakuja kwenye magonjwa. Sio, tunaelewana? Magonjwa ikiwemo kisukari, vidonda vya tumbo, pressure, ngiri, kansa na kadhalika. Lakini namba tatu nitakuja kwenye lishe duni. Lakini kuna uzito kupita kiasi. Kuna tatizo la usongo wa mawazo. Sio, tuko vizuri, tuko pamoja hapo. Tatizo la usongo wa nini? Wa mawazo. Lakini pia kuna tatizo jingine kubwa ambalo niseme nimekuja kuligundua hivi juzi kati, bwana, mtu akiwa malaya.
au mtu akiwa amekutana na wanawake wengi sana, chovya, mwisho wa siku anaathirika kisaikolojia. Kwa hiyo hapo tunakuja kugundua kwamba kuna tatizo pia la nini, la kisaikolojia. Sio, tunaelewana vizuri hapo? Zipo nyingi, tuendelee. Nadhani nyingine nazo tutakuwa tunazidokeza mbele huko taratibu. Kuna hiyo kama ulivyosema lishe, pia kuna ukosefu wa elimu kama ulivyosema mwanzo. Sawa. Elimu hiyo inakuwa elimu ya kujitambua mwenyewe katika kuliendea tendo. Pia kuna tatizo ya kutazama picha za ngono kama picha za ex. Pia kuna hali ya kushiriki mapenzi kinyume na maumbile, pia ni miongoni mwa sababu. Na pia kuna matumizi ya dawa zenye kemikali pia zinaingia katika hilo jambo. Na miongoni kama wale wasema magonjwa, jambo linafahamika. Pia na kutumia vitu vyenye kemikali kwa njia ya kula, ima vikiwemo vyakula, vikiwemo ni madawa kwa muda mrefu, ni vitu ambavyo vinywaji vinazoofisha kinga ya mwili na kuzofika kwa mwili wenyewe. Kwa hiyo ni baadhi, viko vingi sana, lakini jambo kubwa ambalo nafikiri kuligusia na kuliweka sawa ni kwamba tatizo la majini mahaba. Ndio. Hilo ni kitu ambacho watu wengi hakigusi, kwa sababu na mtu unakutana naye hakigusu kabisa hivi. Amefanya tiba sio yani kafanya kwa utaratibu kamilifu. Lakini na hakupata matokeo. Kwa maana nyingi hao wanakuwa wanasumbuliwa na majini mahaba pia. Sababu yeye anakuwa ameoa jini. Kwa anapokuwa ameoa jini, nguvu zake anazitumia na jini. Kwa anapokuwa ndotoni anakuwa mkamilifu. Ila anapokuwa na mkewe sio mkamilifu. Kwa hiyo ni sababu ambapo pia watu wengi wauza dawa waizungumzi. Ndio. Wauza dawa wanakuwa waizungumzi. Au na nyingine unataka kugusia katika sababu hapa. Hauna yote ya ziada unatosha. Basi tuende kwa muda. Je, ni viashiria vipi, dalili zipi zinapelekea zikakuonesha je wewe tayari umefikwa na ile janga la taifa? Ndio. Kuna dalili ambazo zinafanya mtu, zinapelekea mtu, zinampata mtu ambaye ana tatizo la nguvu za kiume. Kwanza ni kuwahi kufika kileleni. Ndio. Katika tendo anawahi kufika. Ungeongeza sauti kidogo maana watu huko tukusikii vizuri. Akiwa katika tendo anawahi kufika kileleni. Pili, uume kusimama legelege. Naam. Uume unakuwa unasimama au kama dhaifu, hauna nguvu. Naam. Kushindwa kurejea tendo, kuna madalili pia. Sawa. Kukosa hamu ya tendo kabisa. Ndio. Kushindwa kushiriki tendo kwa baadhi ya staili. Baadhi ya mitindo. Unakuwa uwezi mitindo huru. Kazi. Mitindo huru. Kwenye hapo na watu wanasema unakuwa uwezi pindu. Au watu au wadau wanaitwa uwezi pindua, inaitwa hiyo. Uwezi kupindua huku kupindua huku. Na kwa pale uliposhikilia pale kama gari bovu unabidi ushikilie pale. Uume kushindwa kusimama bila starter au kichocheo. Sawa. Boostiwe ama nyombe au shikwe. Kasus mchuzi wa pweza. Treni wake pale. Au upate bapa. Sawa. Uume kunywea baada ya kutoka ndani ya uke. Uume unakuwa unanywea. Kwenye madalili. Uume kusinyaa na kukosa nguvu katikati ya tendo. Sawa. Ndio katika tendo. Wanasema moto unazima pale. Kata moto. Uume kunywea kutokana na sauti au mshtuko. Hiyo mara nyingine kama watu wanasumbuliwa na pressure, unajua ile. Unakuta kigonga mlango kidogo imetoka. Shughuli hairudiwi tena. Yanguka nazi juu ya bati tayari. Sawa. Maumivu baada ya tendo. Ndio. Kuwa na homa, kuwa na hamu lakini kushindwa kusimama, yani una hamu lakini unashindwa kutekeleza. Sawa. Na mwisho ni uchovu baada ya tendo. Unakuwa baada ya tendo na kwa uchovu wenyewe nakwambia unaangalia ukutani, maana yake ndio hiyo. Sawa. Lakini hii bwana Profesa Kashaga, nikuulize hili swala hili. Hili swala la mtu ana hamu lakini uume hausimami, vipi hapo? Ili jambo linakuwa ni la kisaikolojia. Ndio. Anapokuwa ana hamu, maana yake mbegu na maisha yake ya kulaji wa vyakula ni sawa. Anakula vyakula vizuri vya protini, vyakula vinavyoongeza mbegu, vyote vile jamii anakula. Kwa mbegu zinakuepo, matamanio yanampa. Lakini sasa katika kuja kushiriki, anashiriki na nani? Ni jambo ambalo linakuja tena mvunja nguvu. Ni kitu kingine. Huyu niliyomfumania. Huyu alinitukana. Sawa. Umeelewa? Sawa. Au ndo kwa mara ya kwanza unakutana na mke wa mtu. Sawa. Ama ulikuwa naye umetoka ulipotoka. Nikikamatwa itakuwaje? Gongongo. Umeona? Tayari imenywea. Kwa hiyo inategemeana na saikolojia hiyo. Kwa hiyo hamu inakuwepo kutokana unakula vizuri kama mwanadamu mwingine anapokuwa mpaka anapiga punyeto au mpaka anatoa tonyevu, lakini unataka kuja kushiriki, ni nani unashiriki naye? Ni jambo lingine tofauti pia. Naam, Dr. Hamza Majembo, lakini tuanze sasa katika tahadhari.
ni mambo gani yafanyike ili watu wasiweze kupatwa na tatizo? Moja, lakini mbili, katika hilo B yake ili mradi hao waliopatwa pia wapunguze kasi ya kuendelea. Maana unaweza kuwa huko kuna kitu lakini bado unaendelea nani? Yaani kama kuvuja kwa pakacha. Sawa. Nafuu ya mchukuzi. Kwa unapoenda kumbe mchele unamwagika. Unapoona aweni kumbe na mchele unaikuwa inabidi ni mambo gani pia wana tatizo hili watu wachukue tahadhari lisiendelee kuwa hebu nikuta mbili kwanza hizo kuanzia. Labda nikisema hapa vitu vichache kwa sababu ni swala ambalo tunaliongelea kila siku na tutazidi kuliongelea mara kwa mara kwa sababu tunawakumbusha watu. Kwanza swala zima la lishe watu walizingatie. Sawa, mtoto wa kiume muda wote chips yai kila siku haiswi. Sawa, kubariki. Chips yai kila siku haikubaliki, yani haifai kiufupi. Kwa kuku si sawa. Ndio. Sawa, hao wenye vitambi mwili watu wajitahidi kufanyaje? Kukata miwili kwa sababu kitambi mtu hajazaliwa nacho. Kwa hiyo kitambi kwetu tunakitakidi kama nini? Ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Lakini vijana wanaojichua masturbation. Oa. Sawa, mtu wawe na mke basi mambo yafanyeje? Yaishe. Kwa hiyo na hawa wenye maradhi mbalimbali, kwa sababu ukiangalia kwenye visababishi utakuta kuna magonjwa, pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, ngiri. Unaweza kuwa unalalamika na nguvu za kiume kumbe sababu ni ngiri. Ambao unaweza kununua dawa kidogo tu ukaitibu na nguvu za kiume zikafanyaje? Zikarudi. Kwa hiyo watibu yale magonjwa yao. Tumeelewana hapo sijui. Lakini pia tujaribu kusafisha mwili mara kwa mara. Jaribu kupata dawa za kutoa sumu mwilini ili mwili uwe fresh, usiwe na mrundikano wa sumu mwilini. Kama mwisho siku unaenda kuvunja kila sehemu kwa sababu unazingatia vizuri kinga ya mwili. Mpaka uume kusimama imara, lazima damu ihusike kwa asilimia kubwa. Pressure ya mwili iwe vizuri, damu iwe inaweza kutembea vizuri kwa sababu uume hauna mshipa. Uume hauna mfupa. Unategemea mishipa na damu ili kufanyaje? Kusimama. Kwa hiyo kama usafishi mwili huweki sawa, basi swala hilo kwako litakuwa gumu. Sisi tunaelewana? Ndio. Kwa bwana, kiufupi ni hizo ambazo naweza nikazitoa kama tahadhari ambavyo watu wajaribu kurekebisha baadhi ya vitu kama hivyo. Kama kuna zingine unaweza kuongeza. Kwa hapo ni maelezo yanajitosheleza maana ni yale. Naam. Na tuje sasa kwenye kumalizia muda. Tukitazama muda wetu ni dakika 17 na level yetu tunasimamia kwa dakika 20 peke yake. Ndio. Tumalizie kwenye matibabu. Kwa nini watu wanatumia dawa na hawaponi? Ndio. Kwa nini imekuwa mtu akatumia dawa zaidi ya 3 au kwa watu tofauti na hawaponi? Kwa nini watu wanatumia dawa hawaponi? Kitu namba moja ambacho kinakuja kutofautisha msomi na asiyekuwa msomi. Kinakuja kutofautisha mwenye elimu na asiyekuwa mwenye elimu. Asiyekuwa msomi huwa anadili na ugonjwa. Lakini msomi huwa anadili na watu wanaotaka kumaliza hili swala au wanaotaka kulitibu moja kwa moja. Lazima udili na nini? Na chanzo. Hii ndio sababu kubwa. Mimi nasema dawa zipo nyingi sana. Na dawa za matabibu wengi zinafanya kazi. Tusiwaponde matabibu wenzetu. Zinafanya kazi na ziko smart. Kwa nini tukinunua dawa zao tukazipa wateja wetu wanapona? Ndio. Kwa nini wao wakizipa hao wateja wao hawaponi? Ndio kitu cha kujiuliza hicho. Kwa ukija kuzingatia kwamba utaratibu wao wa tiba ni mbovu. Dawa wanazo lakini swala zima la kudili na chanzo ni tofauti. Mtu anakuja anapewa dawa za nguvu za kiume, ukiziangalia zile dawa zimezingatia kwenye ujazo wa mbegu. Lakini ukizingatia huyu mtu kumbe ana tatizo la kisaikolojia au ana tatizo la kisukari au ana pressure au ana nini. Sijui tumeelewana hapo? Kwa hiyo kile chanzo kudili nacho ndio swala la msingi. Lakini pia wateja au wagonjwa au wao wanatafuta watu sahihi. Jaribu hata kumhoji daktari wako vitu viwili vitatu, angalie yumo. Ndio. Kama hayumo piga chini. Kama yumo, lakini pia kumetokea dawa nyingi ambazo watu wanadanganya kwamba ni za asili, kumbe sio za asili. Kweli. Kuna dawa za wazungu, makampuni ya kizungu yamejazana size. Ndio. Sawa? Madonge kibao, mtu anapewa vidonge kibao alafu anaambiwa hivi ni vidonge vya asili. Anaambiwa hivi vidonge vina virutubisho 2000 na rangi ya kijani. Yaani kidonge kimoja chenye gramu 3 alafu kina virutubisho 15,000. Alafu nenda kukila kidonge kiende kukutike yani kidonge kimoja kikutibu tatizo ambalo yani umedili nalo kwa muda wa miaka 10 halijapona. Ni vigumu. Kwa hiyo tuangalie sehemu sahihi, tuangalie watu sahihi, lakini tuangalie kujaribu kufuatilia. Mtu mfuatilia angalau
mara kadhaa ili ujue mimi jambo lingine la kumalizia mada tatu ni chache, ni kwamba kwa dakika moja, ni kwamba watu wasinunue dawa kutokana na mirejesho. Sababu nikiona mimi watu wengi wanaangalia Instagram au mtu anavyopost ile mtu anavyoposti, yani yeye anashawishika. Sasa mrejesho naweza nikaandika hata mimi. Kwa hiyo jitahidi bwana kununua dawa kwa mtu aliyosema daktari hapa anaofahamu kiini cha tatizo. Sawa. Lakini ufuate hata ofisini kwake ukaonane naye. Zungumze mambo ya kwaje, tunakutana barabarani. Na kutumia mfanye nini? Sawa. Kweli. Kwa hiyo ndio kitu vya kuzingatia. Kwa nafikiri kwa matibabu sahihi kama tulivyosema, hata kama ikiwa sio sisi, mtafute mtu sahihi ambaye ana weledi wa kulifahamu tatizo. Tumeshakupa mbinu za kumtafuta mtu sahihi. Tumeshakuelekeza. Ni kazi kwako. Kidogo daktari anajua chanzo cha tatizo lenyewe, au anafahamu dalili zake, anafahamu matokeo yake, ajue tahadhari ni ipi, ajue tiba ya kwanza kabla ya wewe kununua hizo dawa zako, sababu ndio ushakuja. Dawa umeshindwa kununua. Mechanism ya dawa zake zinafanya vipi kazi lile tatizo. Uweza kumhoji hivi vitu utambana kweli, hata kama nitapeli akili itakaa sawa bwana. Na mtu asikwambie ukishapata dawa nitakupa matumizi. Wengi ndalia utapeli iko hivi. Hataki kukupa matumizi mpaka upate dawa. Ukishapata dawa nitakuelekeza. Anakuambia ukiamka saa 6 za usiku vua nguo, nenda kwenye mgomba, jikwaruze. Tusimamie hapo kwa leo. Asante.